Wakati huo wadau wa soka nchini Tanzania wakiwa wanasubiri majibu kutoka kwa bodi ya ligi juu ya sababu zilizosababisha kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo pamoja na hatima ya jambo hili, mchambuzi hodari wa masuala ya kimichezo nchini Tanzania ametoboa siri nzito kuhusiana na klabu ya Simba kuhusishwa na swala la rushwa iliyopelekea kuahirishwa kwa mchezo huo. Mchambuzi huyo ambaye ametupitisha kwenye ukweli wa jambo anajulikana kwa jina la Paul Mkai, anayefanya kazi kwenye kituo kikubwa cha habari hapa nchini Tanzania kinachojulikana Crown FM. Paul Mkai kwenye taarifa yake ametoa siri na kuweka wazi kwamba taarifa za ndani kabisa kuhusiana na sakata la uwepo wa viashiria vya rushwa kwenye mchezo ambao ulihairishwa siku chache zilizopita zinathibitishwa na klabu ya Simba kwa sababu wao ndio waliopeleka taarifa hiyo kwenye bodi ya ligi. Paul Mkai kwenye ukurasa wake wa Instagram anaandika, anasema kwenye sakata la mchezo wa Simba na Yanga kutochezeka, shahidi namba 1 kwa taarifa nilizonazo ni kuwa Simba wao watasimama kama shahidi namba 1 kwenye kuhakikisha sakata hili linaenda vyema. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Paul Mkai. Sasa kwa taarifa hii ya Mkai ni kwamba siku kabla mchezo klabu ya Simba ilibaini uwepo wa viashiria vya rushwa kutoka kwa baadhi ya wasimamizi wa soka nchini Tanzania, kitu ambacho kilipelekea wao kupoteza imani ya kuendelea na maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo husika. Bodi ya ligi pia ilithibitisha kwamba kulikuwa kuna mazingira yaliyokuwa yakionyesha uwepo wa rushwa kwa baadhi ya wasimamizi wa mchezo huo, na mpaka sasa wao kama bodi wanaendelea kufanya uchunguzi wao ili kubaini uwepo wa tatizo la rushwa kwenye kuahirishwa kwa mchezo ule. Katika kesi hii pia wazi ni kwamba Simba watakuwa ndio mashahidi namba 1 kwa kutoa vithibitisho ambavyo vitajibu maswali magumu ambayo watu wengi wanajiuliza juu ya sakata hili ambalo mpaka leo hii bado halijapata ufumbuzi wowote. Mdau anaongeza, anasema bodi ya ligi na Simba wanatakiwa kutoa majibu sahihi katika sakata hili ili angalau kurudisha imani kwa mashabiki wa soka nchini Tanzania ambao walipata hasara kubwa mara baada ya kuahirishwa kwa mchezo ule wa dabi ya Kariakoo siku chache zilizopita.